Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana mahali hapa leo tukiwa salama. Aidha, nichukue fursa hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi imara, thabiti, makini, wenye maono unaoendelea kuimarisha mfumo wa utoaji haki nchini kwa kuzingatia misingi ya kidemokrasia, utawala bora na utawala wa sheria. Vile vile napenda kumpongeza Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania kwa uongozi wake mahiri na wenye dira unaoendelea kuimarisha utendaji wa kazi, ufanisi, uhuru wa mahakama. Namshukuru pia kwa kuzialika ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali kushiriki katika maadhimisho haya muhimu ya kitaifa. Leo ni siku muhimu na fursa ya kufanya tafakuri ya kitaifa tunapoadhimisha siku ya sheria nchini. Siku hii ni kioo kinachotukumbusha dhima na wajibu wetu pamoja katika kulinda amani, haki, usawa, utawala wa sheria kama nguzo na nyenzo katika kufikia ustawi wa maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, siku ya leo inaashiria mwanzo rasmi wa mwaka mpya wa utekelezaji wa majukumu kikatiba ya Mahakama ya Tanzania kama muhimili muhimu wa dola katika utoaji haki. Ni jambo la kutia moyo kuona kuwa mapendekezo mengi ya Tume ya Haki Jinai iliyoteuliwa mwaka 2023 yameanza kutekelezwa na yale machache yaliyosalia ikiwemo kutungwa kwa sheria ya dhamana yako katika hatua ya mwisho ya utekelezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoadhimisha siku ya sheria nchini kila mwaka huwa ina kauli mbiu yake mahususi. Kwa mwaka huu maadhimisho haya yanafanyika chini ya kauli mbiu isemayo mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Kauli mbiu hii inaakisi nafasi ya kipekee ya mahakama katika kulinda haki, kudumisha amani na kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kimiundombinu na kitaasisi kwa maendeleo ya uchumi na kijamii. Aliyewahi kuwa jaji wa India, Justice S.N. Daudi, aliwahi kusema kwa tafsiri isiyo rasmi kabisa kwa Kiswahili. Tafsiri hiyo inasema mahakama ni uti wa mgongo wa taifa, bila yenyewe maendeleo ni hadithi za kubuni. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu hii imeletwa katika kipindi ambacho dunia yote ipo katika vita ya uchumi wa kijiografia na ule wa kisiasa. Kwa sasa kila nchi inachukua hatua za makusudi kutumia kama si nguvu ya kisiasa au kiuchumi, basi rasilimali za asili, eneo, hali ya hewa na uhusiano wa nchi nyingine katika kukuza na kuendeleza uchumi na kuleta maendeleo kwa taifa lake. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nieleze mambo machache yanayoonesha namna mahakama inavyotoa mchango katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Mahakama ni kichocheo cha ukuaji wa uchumi na uwekezaji. Hili hutokea kwa kutekeleza yafuatayo: utekelezaji wa kisheria wa mikataba. Uwepo wa mahakama unaaminika kuhakikisha mikataba inatekelezeka na kupunguza hatari kwa wafanyabiashara, kuvutia uwekezaji wa ndani na nje na kukuza uchumi. Ulinzi wa haki za mali. Mahakama hutoa imani kwa wadau mbalimbali, mathalani wawekezaji wa muda mrefu, na hivyo kuchangia katika ukuaji wa biashara na uchumi. Utatuzi wa migogoro wenye ufanisi. Uwepo wa mifumo ya utatuzi wa migogoro yenye ufanisi unawezesha mashauri mbalimbali kumalizika kwa wakati kupitia mahakama mahususi, na hivyo kuruhusu biashara na wananchi kufanya kazi kwa ufanisi. Kuhakikisha kunakuwa na utawala wa sheria na utulivu. Mgawanyo wa madaraka. Mahakama inafanya kazi ya kuangalia utendaji wa kazi wa mihimili na wa serikali bunge, hivyo inazuia matumizi mabaya ya madaraka kwa kuhakikisha serikali inafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Amani ya kijamii.
Kwa kuwa ni jukwaa la haki na lisilo na upendeleo la kumaliza migogoro, mahakama inalinda amani katika jamii na kuzuia uwezekano wa wananchi kuzungukia kwenye kutafuta haki kupitia njia zingine zisizo rasmi au zinazokinzana na sheria. Ulinzi wa haki: mahakama inalinda haki za msingi za binadamu na hivyo kusaidia katika uwepo wa jamii imara yenye usawa jumuishi. Pia mahakama ina jukumu la kukuza uwajibikaji na kuzuia rushwa, kuwezesha maendeleo ya binadamu na jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili mahakama iweze kutoa mchango muhimu katika ustawi wa maendeleo wa taifa, ni lazima iwe ina sifa zifuatazo: uhuru wa mahakimu, uweledi pamoja na uadilifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka sasa nchi yetu imeshuhudia mabadiliko makubwa katika mfumo mzima wa utoaji haki. Haya yote yametokea kutokana na utayari wa serikali kuhakikisha mahakama inatoa mchango muhimu katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Ningependa kurudia tena kupongeza wewe kumpongeza Mheshimiwa Rais katika uongozi wake. Nchi yetu imeshuhudia mabadiliko chanya na makubwa kwa upande wa mahakama. Tunajivunia mabadiliko na maboresho. Mheshimiwa mgeni rasmi, mahakama haifanyi kazi peke yake, bali wakati wote hushirikiana na wadau wengine katika kufikia malengo yake makuu ya utoaji haki. Miongoni mwa wadau wakubwa wa mahakama ni Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Ofisi ya Mwanasheria wa Serikali pamoja na taasisi zilizo chini yake ambazo ni Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali na Ofisi ya Mwandishi Mkuu wa Sheria. Zimeendelea kutekeleza majukumu yake katika kuhakikisha kuwa wananchi na wadau wote wanaifikia haki kwa wakati na hivyo kuchochea ustawi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho napenda kusisitiza kuwa mafanikio ya ustawi wa maendeleo ya taifa letu yanategemea kwa kiasi kikubwa uwepo wa mfumo imara wa utoaji haki uliofanisi, unaoaminika, wenye kufika na unaozingatia muda. Ni imani yetu kuwa mahakama ya Tanzania pekee haiwezi kutimiza lengo hilo. Kwa kushirikiana na wadau wote wa haki, itaendelea kubaki kuwa nguzo muhimu katika ustawi wa taifa na nyenzo muhimu katika kufikia maendeleo endelevu na jumuishi. Kwetu sisi, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na ofisi zilizo chini yake, daima tutaendelea kushirikiana na mahakama katika kuhakikisha si tu tunaisaidia mahakama kufikia maamuzi, lakini pia kuwahudumia watu wote kwa weledi, ubora, uadilifu na uaminifu, ili kiu ya kila anayekimbilia haki ikatimie kwa wakati. Aidha, tunaendelea kushirikiana na wadau wengine wote wanaohusika na utoaji haki, ikiwa ni pamoja na Chama cha Mawakili wa Kujitegemea TLS, ili huduma za kisheria tunazozitoa zimfikie kila mtu. Milango yetu iko wazi wakati wote na kwa yoyote. Matamanio yetu makubwa ni kuona mahakama na wadau wake wote tukiwemo sisi hatui kikwazo kwa namna yoyote ile, bali tunaitumia sheria kama nyenzo muhimu kufikia taifa lenye ustawi wa maendeleo tunayoyataka. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimalize kwa kusema kuwa mahakama ni muhimili muhimu katika mnyororo mzima wa utoaji haki. Ufanisi wake una mchango mkubwa katika ustawi wa jamii yetu, kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi, kuimarisha biashara, kuhakikisha taifa maendeleo ya uchumi kupitia uimarikaji na uboreshaji wa mifumo ya haki na kudumisha usawa na uwajibikaji katika jamii na taifa. Kwa hakika, katika utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, mahakama ina nafasi muhimu katika kujenga uchumi shindani, jumuishi na endelevu. Uko usemi maarufu katika sheria unaosema kuwa justice denied is justice
justice delayed is justice denied, ikimaanisha haki iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa. Lakini kwa muktadha wa shughuli yetu ya leo, kuna usemi unaofahamika kuwa justice delayed is development denied, ikimaanisha haki inayocheleweshwa ni maendeleo yaliyonyimwa. Kwa kuwa tunaanza mwaka mpya wa mahakama, nichukue nafasi hii kuwatakia nyote heri ya mwaka mpya 2026. Asanteni kwa kunisikiliza. Mahakama inasimama kama mlinzi wa katiba, ikidhibiti matumizi mabaya ya madaraka na kuhakikisha kuwa rasilimali za taifa zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa.